Jina langu ninaitwa Mchungaji Patrick Sibo Mazonga. Niko hapa sehemu za Tezo bado. Hapo ndipo kulipo na kanisa ama hekalu la Bwana, na Bwana akubariki. Unapotoka sehemu yoyote ile, hata ukitoka sehemu za huko Nairobi, wewe tufika mji wa Kilifi. Kisha hapo kuna vitukutuku ambavyo vinasema Tezo Chumani, Tezo Chumani. Panda tukutuku useme nataka stage ya Tezo. Na ukifikishwa mahali hapo, kuna wale wenzetu, watoto wetu wanaopeleka hizi pikipiki, sema nataka mahali panapoitwa Kaereni Chimbiriro Pentecost Church, Jerusalem Evangelism and Healing Ministry. Bwana ametubariki mahali hapa kama vile alivyobariki wale wengine, na tunaendelea vizuri na kushukuru sana kwa sababu ya ombi lako. Naona ya kwamba unanijali, unanipenda. Wacha ukadumu na upendo huo. Usikose kuwa pamoja nami kila siku ya Ijumatano. Ni mafundisho tu machache. Mimi husema ya kwamba kama umetangatanga huku na kule, umeenda makanisa mengi na umeenda huku na kule, lakini haujapata kufanikiwa, nitembelee hapa siku ya Alhamisi upate ushauri, na usikose kunisikiliza siku ya Ijumaa kwa sababu ya ombi lako ama kukuombea ama Bwana akuponye. Nimepata habari watu wengi wakifunguliwa nikiwaombea tu katika kwenye hii runinga ndogo, na Bwana akawafungua. Nina ushuhuda kadha wa kadha, na Bwana akubariki wewe unayeacha shughuli zako na kunitazama. Mungu akutendee mazuri. Siku ya Jumaa tunaombea wagonjwa, ninaombea wagonjwa wote, maana hicho ndicho kipawa ambacho Mungu alinibariki nacho, na wengi wamefunguliwa kama vile wanavyofunguliwa kupitia kwa watumishi wengine. Asante sana kwa wale wote wanaoshiriki katika kutazama kwenye live siku ya Jumapili. Mungu awatendee mazuri. Siku ya leo, somo la leo, nataka tuweze kuangalia uhatari wa kutokubali haraka. Kuna mtu mmoja aliyechelewa kukubali, na unapochelewa kukubali, wakati mwingine huenda ukakosa tiba ama ukakosa msaada kwa sababu ya kuchelewa kukubali. Maneno haya ninayoyasoma ni kitabu cha Matendo ya Mitume, ni hapa 5 tu, ambapo kuna hawa watu waliopanga vizuri lakini wakachelewa kukubali, waliopenda lakini hawakukubali. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani ya mkewe, naye akijua haya akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumuambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uweza wako? Imekuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakamchukua nje wakamzika. Huko mbele inasema ya kwamba 7, hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nao. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote. Nataka nikuweke mahali kwa kukubali haraka. Unapoona Mkristo umeonda kwamba mahali na neno limekupata, kubali hapo kwa hapo. Usingojee mpaka likudhuru ndio kubali.
tatizo la Wakristo ni kuchelewa kurekebisha. Yaani unangojea mpaka uone madhara mengi, sasa ndio uanze kuenda mchungaji, kuna hivi. Kwa nini umechelewa? Huyu mtu alipewa last minute, yule wa pale msalabani, yule mwizi. Kila mtu huwa anapatiwa zile dakika za kurekebisha asichelewe, na huyu mtu hakuchelewa. Alipoona huyu mwenzake anamsemea mabaya ya Kristo Yesu, huyu wa mkono wa kulia akasema, mbona wewe unamwambia Kristo maneno haya? Sisi tumefanya mabaya, tunakubali. Unaona vile kukubali, huyu jamaa hakuchelewa kukubali, akasema afadhali sisi tumefanya mabaya, tumeiba, tumeua na tunashtakiwa, tunapokea haki yetu. Huyu ambaye alikuwa akifufua watu ana madhara gani? Kisha akageuka akamwambia Kristo, Bwana, utakaporudi katika ufalme wako hapa usiniache. Na hapo hapo tayari akaambiwa, kuanzia leo sasa hivi utakuwa pamoja nami mahali pema peponi. Neno hili ni kwa watu wote, wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye hujaokoka. Tusiwe kama hawa watu wawili, mtu na mkewe, walichelewa kukubali na wakakosa kabisa msaada, wakazikwa. Ningependa kwamba usichelewe kurekebisha, usichelewe kufunga na kuomba, usichelewe kurekebisha, kumtolea Bwana, usichelewe kubadilika, sije ukangojea madhara makubwa. Mmoja alichelewa, yule akida, baada ya Kristo kusulubishwa, baada ya ile saa 6 kuingia giza, basi ndio akakubali, akasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu, amechelewa. Hebu usichelewe kukubali makosa yako, usichelewe kukubali kurekebisha, usichelewe kukubali kuacha uovu, usichelewe. Kadri unavyochelewa ndio kadri unavyojitatiza. Mungu akubariki unapoanza kuchukua hatua. Neno hili likufikie. Maneno haya mpendwa, yanatuhusu, yananihusu. Bwana akubariki na wacha Mungu akufungue neno hili, tembea nalo.